Kuna zaidi ya mtu ambaye aliwahi kuua watu 100. Kwanza aliua watu 99. Si kwamba ameua watu 99 kwamba amewaua kwa wakati mmoja, hapana. Ameua watu, mfano leo ameua mmoja, baada ya wiki anaua mwingine, baada ya mwezi, baada ya miezi mitatu, hivyo ikafika watu 99. Na hakuna mtihani aliojaribiwa binadamu kama mtu kubeba damu ya dhulma katika mikono yake ya kumuua binadamu mwenzie kwa dhulma. Hakuna kitu kibaya na hatari kama hicho. Huyu bwana akaona imefika wakati wa mimi kutubia madhambi yangu, siwezi kuendelea hivi. Akauliza, jamani, kuna mtu yeyote ambaye ni shekhe? Akaelekezwa kwa shekhe mmoja. Akamuona kwamba ni mtu amevaa kilemba, ana kanzu mashallah nyeupe na joho na ndevu nyingi. Akamuona huyu ni mtu alim. Akamfuata akamwambia, bana, mimi nimeua watu 99. Je, toba yangu itakubaliwa? Yule shekhe akamwambia, watu 99 ni wengi kwa kweli, sifikiri kama toba yako itakubaliwa. Yule bwana akamwambia, ikiwa toba yangu haitakubaliwa, basi mimi nitakuua na wewe utakuwa 100. Na akatoa panga yake akamuua na ule shekhe yule. Wakawa ni watu 100. Ndio unaona ndugu yangu, unapotaka kuchukua fatwa ya dini, una maswali yako ya dini, sio kila mtu akumuuliza. Watafute ulama'ur rabbaniyun, alimur rabbani. Mtafute mwanachuoni ambaye anamuogopa Mola wake na ni mtu mjuzi. Mwenyezi Mungu anasema, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Wewe leo maswali yako ya dini, wewe unamuuliza mtu yote tu, anakupotosha huyu, atakupeleka motoni huyu. Mtafute mtu ambaye anayejua. Ndio unaona hizi ikhtilafu zetu ndugu zangu, watafute watu wenye kujua ikiwa wewe hujui, ili waweze kutolea fatwa katika njia iliyokuwa sawa. Ndio baadaye huyu bwana akaelekezwa kwa shekhe ambaye ni rabbani, mcha Mungu. Akamuuliza ule shekhe, jamani, mimi nimeua watu 100, naweza kutubia? Toba yangu itakubaliwa? Yule shekhe alimjibu pale pale wala bila kuchelewa. Akamwambia, falima la, kwa nini usikubaliwe wewe? Na Mwenyezi Mungu, inna Allaha ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma.